mchakato tukiwa umekamilika tutatoa vitu hadharani. Kwa hiyo mchakato wa usajili mnaofanya kimya kimya kwa hivi sasa? Bado tunafanya kimya kimya, ukishakamilika tutatoa hadharani. Lakini tayari dirisha la usajili limeshafunguliwa na zimesalia siku chache kuanza kwa mchaka wa ligi kuu. Ndio maana tunalifahamu hilo na sisi tuko kazini. Kwa hiyo kwa sasa mpo kazini kunasa baadhi ya nyota kadhaa. Ndio maana. Na kocha mkuu tayari ameshapendekeza maeneo ya kuwasajili hao wachezaji ambao mnawahitaji. Ndio kazi yake. Unajua kocha ndio kazi yake kusajili wachezaji. Kazi kubwa ya kocha ni kusajili wachezaji wazuri ili waweze kumsaidia kupata matokeo. Wanahusishwa baadhi ya wachezaji akiwemo Makabili Lepo kutoka pale ambaye ni raia wa DR Congo lakini anahudumu pale nchini Afrika Kusini. Lakini pia kuna baadhi ya nyota kadhaa pia wanahusishwa pia na Young Africans. Mambo hayo yapoje wewe kiongozi? Nakwambia muda mwafaka ukifika tutatangaza nani tumemchukua, nani tumemwacha, nani tumempeleka kwa mkopo. Kwa hiyo timu ya usajili iko kazini sasa hivi. Timu ya usajili ipo kazini kwa sasa. Wakishakamilisha kazi yao watatoa hadharani. Dhamira ni kuwapa raha wana Yanga. Kabisa. Mwakani hataki msimu huu ambao unaanza mwezi ujao hataki ziada kwenye jambo hilo. Kwa kiwalisia kiongozi ikiwa ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano lakini pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji. Dhamira yenu kama uongozi kile ambacho mnakizungumza ni kusajili wachezaji bora zaidi msimu tofauti na miaka mingine. Ndio maana yani tutasajili wachezaji bora kuliko miaka mingine yote. Hii inatokana na nini kiongozi? Tunataka kufanya vizuri. Dhamira yetu ni kufanya vizuri kwa mashindano ya ndani na mashindano ya nje. Ndio, lakini hata miaka ya nyuma mmekuwa mkizungumza kwamba mtafanya usajili bora lakini mwisho wa siku wachezaji baadhi yao wanakuwa na faili, hawaendani vizuri na falsafa za Young Africans. Unajua hata mwaka jana tulifanya usajili mzuri. Wale wachezaji walikuwa ni wazuri. Walishindwa tu kufanya vizuri hapa lakini kule alipokuwa tumewatoa walikuwa wanafanya vizuri. Hakukuwa na mchezaji mbaya mwaka jana. Lakini tu ni kwamba wameshindwa kuperform hapa Tanzania. Na hilo huwa linatokeaga kwa wachezaji. Sasa hili hali hizi likatokea kwa msimu huu. Hilo tutalifanyia kazi. Yaani tutalifanyia kazi kwa uangalifu zaidi. Na ndio maana tumeamua kumleta kocha mapema ili kwamba tusaidiane naye kwenye hilo jambo. Bila shaka mmeshapata tiba yake. Tumeshapata tiba yake. Kwa tutaliangalia kwa makini zaidi. Kwa hiyo jukumu la usajili moja kwa moja mmemwachia kocha ama nyinyi pia mnaangalia kwamba licha ya kwamba kocha anapendekeza lakini nyinyi mnaangalia kwamba hawa wakoje? Hapana, jukumu la usajili analo kocha. Kocha yeye ndo atasajili wachezaji. Bali anapoona kwamba anahitaji ushauri wa uongozi basi tutashirikiana naye kushauri. Kuna baadhi ya mengi yanazungumzwa kwamba unaweza kumwachia kocha kafanya usajili lakini pia akaleta wachezaji ambao hawaendani na klabu. Hiyo inatokeaga. Kocha anaweza kusajili wachezaji lakini yeye anaona ni wazuri lakini wakija kwenye klabu inakuwa hawafanyi vizuri. Hilo ni jambo la kawaida kwenye kusajili. Kwa na hili mmeliangalia pia? Tunaliangalia kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Na safari mmelenga kusajili baadhi ya wachezaji wangapi? Hilo sasa bado kwa sababu kuna wachezaji wanasajiliwa na kuna wachezaji wanatakiwa waondoke. Kuna wengine wanaondoka. Kuna wengine wanaondoka. Lazima. Kuna wengine wataondoka. Unaona Dube keshaondoka. Dube ameshaondoka. Wengine wataondoka, mtaachana nao ama mtapeleka kwa mkopo? Kuna ambao tutaachana nao, kuna ambao mtapeleka kwa mkopo. Ndio utaratibu wa timu yote huwa inafanyaga hivi. Na hawa wachezaji ambao mtaachana nao ni kutoka Tanzania ama na nje ya nchi pia? Tanzania, nje ya nchi, yote kwa pamoja. Ukipiga mahesabu nadhani kama mwezi mmoja tumesalia kabla ya kuanza kwa michuano ya ligi. Hili litawezekana kweli kukamilisha hayo yote na kuwa na kikosi bora? Inawezekana. Kwa nini ishindikane bado? Hakuna kitu ambacho kinashindikana bado. Kama juhudi na dhati ipo basi kila kitu kinawezekana. Juhudi kwamba mara nyingi kumpata mchezaji mzuri kwa kipindi kifupi kumekuwa changamoto kubwa. Hapana, hao wachezaji wana manager na wanatuma CV zao kwenye hivi vilabu
Inawezekana mchezaji tumeshaanza naye mazungumzo hata kabla ligi haijamalizika. Kwa hiyo sasa hivi inakuwa tu ni kukamilisha zile taratibu ndogo ndogo ambazo zimebakia. Kwa kiwalisia kwamba baadhi ya wachezaji tayari mmeshakamilisha nao tayari. Labda zimebakia taratibu ndogo ndogo tu za kukamilisha ili kwamba aweze kuhamia timu. Mnahusishwa pia na mchezaji Juma Bushiri pale kutoka Fountain Gate. Ni kinda huyu ambaye amefanya vizuri kwenye klabu yake ya Fountain Gate, kwamba tayari mmeshamalizana naye Young Africans. Ndio nasema wewe subiri muda mwafaka, acha hii kazi ifanyike. Ikishakamilika watatoa taarifa kwa vyombo vya habari. Na ujio wa kocha lini huenda akaja hapa Tanzania? Kocha? Ndio. Kocha akatoa atakuwa yuko hapa nchini. Na jopo zima la makocha ambao atakuwa nao. Ndio maana yake. Atakuwa na wenzake. Ndio hivyo, kocha kama unajua unapo ajiri kocha huwa wanakuwa na masharti yao. Kuna wengine ambao wanapenda kuja na wenzake na kuna wengine wanasema kwamba bwana tafuteni wasaidizi nyinyi wenyewe. Kwa hiyo kuna two option hapo. Kwa hiyo kwa huyu yeye ameomba kwamba aje na wenzake. Atakuja na wenzake, atakuja na timu yake nzima ya ufundi. Timu nzima, benchi nzima la ufundi. Timu yake nzima. Timu yani timu ina maana kocha msaidizi, kocha makipa, fitness kocha, video analysis. Sasa kwa hawa ambao waliopo makocha wengi wanakuwa mwisho wa msimu wanakuwa mikataba yao mingi na kwa imemalizika. Ndio. Na msimu huu umeshamalizika. Kwa hiyo makocha wengi mikataba yao inaishia mwishoni mwa msimu. Kwa mtaachana nao. Kama itabidi tuachane nao, tuachana nao, lakini kama utahitaji msaada wao au usaidizi wao, sababu unajua makocha wanaokuja wanakuwa ni wageni kwenye timu. Sometimes wanataka mtu ambaye mwenyeji ili aweze kuwaelekeza baadhi ya vitu. Mfano mzuri kocha wa sasa ambaye anakaimu Mwalin, kwamba kama anakuja na msaidizi wake sasa huyu inakuaje sasa hapo? Unasema najua kocha mgeni mara nyingi anapenda akute wenyeji kwenye timu. Ndio. Ili kwamba aweze kulanga kuna baadhi ya fulani ili waelekezane. Makocha wengi huwa hawapendi wenyeji wote waondoke. Baadhi ya wenyeji wanaweza kubaki. Ili kwamba wale wageni wanapokuwa watakuja waelekezane. Okay, sawa. Na lipi neno lako kwa wanayanga hasa kuelekea kwenye msimu ujao wa ligi? Tunachowaomba ni kwamba viongozi wao tuko kazini, tunaifanya kazi. Hilo tukuka ni kwamba tutakuja katika msimu mpya na nguvu mpya na hali mpya ili kwamba tuweze kuwa na timu bora ambayo itatupatia mafanikio katika mashindano ya ndani ya nchi yetu pamoja na nje ya nchi. Shukrani sana kiongozi. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.